Yes, karibu ndani ya Six Sense Sports, na wakati huu unakuwa nami Wanda Shalukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo siku hii ya leo ndani ya studio za Six Sense Sports tumebahatika kuwa na ugeni. Tupo naye leo Master Kodi, shabiki kindakindaki na mwanachama wa Young Africans, wazee wa matofali. Master, uko vizuri? Niko fresh kabisa. Uko sawa sawa? Mungu anasaidia. Karibu. Asante. Karibu ndani ya Six Sense Sports. Asante. Master Kodi, mjini mambo ni mengi kweli kweli. Hatimaye watani zako wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba siku ya jana usiku hivi majira ya saa 1 kamili za usiku waliweza kumtambulisha meneja mkuu wa benchi lao la ufundi Demeter Pantevi. Ametua ndani ya Msimbazi. Ukiwa kama shabiki wa Young Africans, utambulisho wa meneja mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba, unaona uzungumziaje? Bwana, Simba wameokota dhahabu. Simba wamepata mtu ambaye ni sahihi kwenye klabu yao. Simba wamepata kocha ambaye falsafa zake zinafanana na players wa klabu ya Simba. Kwa maana kwamba mbinu ya yule mwalimu ya kwanza kabisa, anapenda sana mpira wa kasi, anapenda mpira wa speed, anapenda kupress. Sasa ukiangalia energy ya wachezaji wa Simba, ukiangalia quality na namna walivyo wachezaji wa Simba, falsafa yao inafanana na mwalimu kwamba energy yao bado inahitaji, wana nguvu za kutosha, edge yao haijaenda sana. Kwa hiyo mwalimu akiambia fungukeni, wachezaji wa Simba wanafunguka vizuri, wana press vizuri, wanafika hivyo. Kwa hiyo ni mwalimu mmoja ambaye anaenda kukava vizuri kwenye klabu ya Simba kutokana na quality ya wachezaji wa Simba. Ndio. Baada ya utambulisho, maneno yamekuwa ni mengi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Inasemekana mwalimu wa Simba hana vigezo vya kuwa mwalimu mkuu ama kusimama kama mwalimu mkuu katika benchi la ufundi la Simba. Wengine wameenda mbali zaidi, na akiwemo afisa habari wa klabu ya Young Africans wamesema bwana, Simba wamepigwa, wamelipa pesa nyingi, lakini wameajili mwalimu wa mazoezi. Hapana, hayo ni maneno ya kushindwa, hayo ni maneno ambayo kutafuta sababu kuchangamsha mji. Sio kwamba kwani mwalimu ambaye amemsajili Simba sasa hivi Pantevi, si ndio ambaye alisimamia mechi ya Simba ya mkondo wa kwanza? Hapa sasa alikuwepo kwenye benchi. Sasa unasemaje hana vigezo? Ni watu wanajaribu kutengeneza story ambazo ili mradi Simba waonekane wamepata mwalimu ambaye hana vigezo, lakini kiukweli kabisa ni mwalimu ambaye ana kila kitu, leseni yake inaruhusu na yuko vizuri sana kimbinu na mahitaji ya Simba na fiti. Ndio. Paka hivi sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara, wekundu wa Msimbazi Simba wanaongoza ligi pamoja na alama 6 pamoja na mabao 6. Namna ambavyo unavyokitazama kikosi cha Simba kilivyocheza katika mchezo wake chini ya mwalimu Suleiman Matora na benchi hili jipya la ufundi, umemtazama mwalimu Pantevi akisimamia Gaborone katika mechi zile mbili, Simba walipocheza kule away na hii nyumbani walipocheza hapa nyumbani Benjamin Mkapa. Unaona Simba inaenda kubadilika kwa namna gani zaidi? Yani kama nilivyokuambia, kwanza mwalimu mwenyewe ni mwalimu wa mbinu. Ni sifa yake kubwa ni kuwa na mbinu nyingi sana. Yani yeye anaanza kubadilisha mbinu mpaka 4 kwenye game moja. Ni mwalimu mzuri sana. Unajua walimu wa siku hizi wengi sana, kitu ambacho kinasaidia kuwa na mbinu, kwa sababu mpinzani akikusoma mbinu ambazo unazitumia ni rahisi sana kuja kukufunga. Kwa hiyo mwalimu wa Simba Pantevi ana sifa hiyo ya kubadilisha mbinu nyingi sana. Yani akiswitch plan A, yakizingua na switch plan B, plan C. Yani ni mwalimu mmoja ambaye kiukweli kabisa Simba naona ikifika mbali sana msimu. Either wanaenda kucheza finali klabu bingwa ama kwenye mashindano ya ndani, either CRDB au ligi kuu, Simba anaenda kuja kuwa mabingwa. Unaliona hilo likienda kutokea? Of course, kwa namna ambavyo mwalimu alivyokuepo na usajili aliofanya Simba. Usijua Simba safari hii wachezaji wote wameswitch vizuri, wachezaji wote wanafanya vizuri, tofauti na sisi ambao tumesajili wachezaji ambao wamechemka. Wakina Musabala Konte wamechemka, tukiangalia kina Boyeli wamechemka, tukiangalia wachezaji wengi ambao tumewasajili msimu hawajakiki kama vile ambavyo tulizungumza kabla ya game kuanza. Kwa hiyo Simba amesajili wachezaji ambao type yake, yani wana uchu wa mafanikio, wana kila kitu ambacho wanaenda kukipambania ili mradi Simba irudi kwenye ramani yake ambayo imezoeleka Afrika. Master Kodi, hapo umezungumzia kwamba wachezaji wa Young Africans wakina Musabala Konte, wakina Andri Boyeli wamechemka ndani ya kikosi cha Young Africans.
Takriban michezo miwili ya ligi kuu Tanzania bara Young Africans wamecheza, lakini pia kuna ile michezo wa mkondo wa kwanza ambapo Young Africans walicheza kule ugenini, lakini pia na mchezo wa ile ngao ya jamii na ule waliwenda kucheza kule Rwanda. Kigezo gani kinakupima na kusema kwamba wachezaji hawa wamefeli ndani ya Young Africans? Mbona bado mapema sana? Mpira ni mchezo wa wazi. So kama ni mchezo wa wazi, tunaangalia sio tu kwa macho yetu mawili ya nyama. Tunaangalia namna ambavyo wachezaji wana perform, tunaangalia quality, tunaangalia vitu vingi sana kwenye mpira. Lakini hizi game mbili za nanili, kwa sababu ligi ni marathon. Hizi game mbili ambazo zimechezwa kwenye ligi, nimeona kabisa kwamba Musa Balakonte, yani hakuna, tumepigwa, unaelewa. Boyeli mwenyewe vile vile tumepigwa, kina Dumbia, kina nani, hakuna mchezaji ambaye atacheka nafasi ambayo wachezaji wamewakuta, labda kina Pakome wale, wakina Dickson Jobu, labda wachezaji wale wazoefu. Uwezi kucompare na ambao wamekuja wapi. Hawa wapi wengi yani wamebolonga, wamechemka, unaelewa. Kwa hiyo tukaangalia hata consistency ya mechi. Umeona Simba wao kwenye usajili wao mpya, unakuta Soa kafunga tayari, unaelewa. Tofauti na sisi maforward yetu, hakuna forward aliyofunga goli. Ukiangalia pia kwenye upande wa ulinzi, wanaye yule Drew kile South Africa, naye pia kafunga na ka-assist, unaelewa. Tukija kwa upande wetu mabeki zetu hakuna aliyofunga, unaelewa. Tukija kuangalia tena sababu nyingine ambayo nakwambia hao wamechemka. Lakini kazi ya beki si ni kulinda? Kazi ya beki ni kulinda, lakini sasa lazima uwe na mchango mwingine wa ziada. Yani kwamba unavolinda, una kitu gani kingine cha mwalimu unaweza kumuofa? Uweze kukaa tu nyuma peke yake muda wote unalinda goli. Lazima umpe ofa mwalimu, hajue kabisa huyu ana kitu cha ziada kama hichi, unaelewa. Kwa hiyo Simba imetoa top scorer mpaka sasa hivi. Simba hiyo ndio ina maforward wawili wenye magoli tofauti na timu yetu. Simba hiyo ukiangalia ndio imefunga magoli mengi sana kwenye ligi msimu huu. Magoli 6 na ndio inaongoza msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka hivi vitu vidogo vidogo hivi, unajua kabisa Simba wamefanya usajili mzuri ambao unaenda kutoa matokeo chanya kwenye timu yao. Jana taarifa imetoka kutoka katika kamati ya masaa 72, beki wa Young Africans Ibrahim Baka amefungiwa zipatazo mechi 5 za ligi kuu Tanzania bara. Kama shabiki wa Young Africans, namna ambavyo ulivyoipokea taarifa hii, umeipokeaje? Ama una kipi cha kuzungumzia katika hilo? Kwanza mimi niwapongeze kamati ya nidhamu wale bodi ya ligi. Kupitia kamati ya nidhamu wamefanya jambo moja la msingi na la maana sana. Unajua mpira ni burudani, mpira ni starehe. Watu wanaacha vitu vyao waenda kuangalia mpira, unajua. Ile sio mieleka ambayo tunaenda kupigana. So inatakiwa watu wacheze kwa heshima, watu wacheze kwa nidhamu hali ya juu, watu wacheze kwa kulindana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu mlinzi wa kwanza wa mchezaji ni mchezaji mwenzie. Sasa wewe mchezaji unapomfanyia lafu mwenzako ya makusudi kabisa, inaonyesha taswira mbaya kwa watu ambao wanaangalia mpira. Kwa hiyo kamati ya nidhamu wamefanya jambo moja kubwa sana la msingi, kumfungia Ibrahim Baka mechi 5. Nadhani hata kama angefungua mechi 10 au 15, mimi nadhani bado singewalaumu kamati ya nidhamu. Master. Hata kama angefungua mechi 15 au 10, hata kama angefungiwa msimu mzima asicheze. Si kama nani kipindi cha nyuma yule nani Nyoso yule alikuwa anashikana kadaka na live. Kwa hiyo wale alifungiwa miaka mingapi? Miaka 3 mingapi? Hata huyu Baka itakiwa afungiwe vile kama alivyofanywa Nyoso, hata miaka 2, sababu anarudia sana ule mchezo mara nyingi sana. Of course. Kwa hiyo nyinyi kama Young Africans mnarejea katika safu yenu ile haiwezi kuleta shida. Yanga na wachezaji wengi, akikaa benchi yeye atacheza Mwamnyeto, akitoka Mwamnyeto tunakina wako wengi kiufupi. Kwa hiyo haiwezi kutuathiri. Haiwezi kuathiri.